Kwanza mimi ningependa kusema kwamba vijana wa Gen Z ni vijana shupavu sana. Waliangusha finance bill ya 2023 na manake walikuwa na azimio 2023, lakini huu wakati wanasiasa wengine wa azimio wakaacha vijana peke yao. Lakini 2024 vijana wa Gen Z wakasema tuachie. Na serikali ilikuwa na tabia kutusikia vijana. Na tukaona ile finance bill ya 2024 ikaangushwa na vijana hawa wa Gen Z. Sasa nasema sasa vijana wa Gen Z, huu ni wakati wenu. Mchukue kura. Iko card. Power ile ambayo mnataka na mabadiliko yatapitia kutoka kwa kadi ya kura ama kujiandikisha kuwa mpiga kura. Kwa hivyo nafasi ishajitokeza sasa. IEBC ishafungua. Nafikiri kuanzia mwezi ujao kila wadi itakuwa na maafisa wa IEBC. Kwa hivyo hawa vijana waende wachukue kura, ndio wakisimama viti ama wakitaka kupigia viongozi bora watakuwa wanaweza, kwa sababu wako na kadi ya kura. Kwa hivyo mjitokeze, msituangushe vile mnaendelea na mchakato kwa mitandao TikTok, Facebook, YouTube, lakini pia mjue nyinyi ndio tunawategemea kubadilisha nchi, manake nyinyi ndio wengi, lakini hamwezi badilisha nchi kama hamjachukua kadi za kura na mkajitokeza mkapiga kura, mkajipigia nyinyi ama wale mnaowataka ambao mna imani watabadilisha hii nchi yetu ya Kenya, ili zaidi kuwajenga nyinyi vijana kiuchumi sana. Manake hali ya kiuchumi ya vijana iko chini sana. Wao ndio wengi, lakini hali yao ya kiuchumi iko chini sana. Hawana kazi, hawana opportunities, lakini wakati wao ni sasa. Ndio nataka kusema hivyo.